وبركاته. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا، وله انتقى من خلقه ومجدا، ولم يعظم مثل طه أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المنفرد بالوحدانية والقدرة أزلا وأبدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحباب رسول الله، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أحباب رسول الله، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ndiye aliyetupatia taufik ya kuweza kufika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, mara kwa mara twahimizwa na twaambiwa ya kwamba isipitie katika fikra zetu sisi kufikia kufanya yale yaliyo ya kheri kwamba ni ujanja wetu, bal ni taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumesuniwa sisi ahbaba Rasulillah, muadhin anapofika katika hayya ala salah, hayya ala alfalah, sisi tuseme la hawla wala quwwata illa billah. Ahbaba Rasulillah, sisi hatuna ujanja, sisi hatuna uwezo wa kufanya yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, isipokuwa ni taufik yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ahbaba Rasulillah, wasia mkubwa kwanza na wausieni nyinyi mnaonisikiliza, pamoja na kuihusia nafsi yangu kushikamana na kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa Allahi amrun adhim. Ahbaba Rasulillah, ucha Mungu ni jambo kubwa. Mola Subhanahu wa Ta'ala amelizungumzia katika Qur'ani tukufu, zikiwemo aya nyingi sana ahbaba Rasulillah. Lakini tukitizama hii aya moja, Mola Subhanahu wa Ta'ala alosema ya ayyuhalladhina amanu, hii ni nida kwa kila ambaye kwamba aliyemwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala. Afanye nini? Mola asema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini mcheni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Taqwallah, kufanya yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuamrisha na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotukataza. Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu asema katika kuelezea suala la taqwa, asema at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalili wal-'amalu bit-tanzili wal-ridha bil-qalili wal-isti'dadu li yawmi ar-rahili. Ahbaba Rasulillah, Sayyiduna Ali ameeleza taqwa Allah kiupana zaidi, asema taqwa Allah hiya al-khawfu min al-jalili,
ni kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni kwamba ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi watakiwa uyafanye yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyokuamrisha, na ujiweke mbali na yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyokukataza. Kwa hiyo taqwallahi hiya alkhawfu min aljalili, mtu kuweza kumwogopa kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzili, na kufanyia kazi tanzil bimaana alquran, zile ayat ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameteremshia kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi hizo aya za Qur'ani tuzifanyie kazi. Haitoshi tu kwamba mtu kwa siku asoma juzu 3, haitoshi kwamba mtu kwa siku akhtimisha msahafu mzima, bal yatakiwa mtu awe anayesoma Qur'ani na pia apate mazingatio, ibra kupitia hizo ayat za Mola Subhanahu wa Ta'ala anazozisoma. Inakuwa ni masikitiko makubwa ahbaba Rasulillah ikiwa mtu kila siku yasoma wailul likulli humazatil lumaza, alafu yeye ndio wa kwanza, ndio yuko mstari wa mbele kufanya usengenyaji. Wal amalu bitanzili, kuifanyia kazi Qur'ani ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika nyanja zote. Ukiingia katika masala ya biashara, Mola Subhanahu wa Ta'ala asemaje? Angalia kwenye Qur'ani, wal amalu bitanzili. Ukiingia katika masala ya uongozi, Mola Subhanahu wa Ta'ala asemaje? Al amalu bitanzili, kuifanyia kazi Qur'ani ya ahbaba Rasulillah. Kisha waridha bil qalili, taqwallah, kuweza kuridhika, kutosheka na kile ambacho kwamba unachokipata. Luqmatul yawm, lile tonge lako la siku, uwe ni mwenye kutosheka nalo, kuridhika nalo, kukinai kwa kile ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala alichokupatia. Utaweza kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na hapo, ikiwa utakosa wewe shukrani, kutosheka, kuridhika na kile ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala alichokupatia, madhara yake utaingia kutamani vya watu na kuwahusudu wengine, kwa sababu umekosa qanaa katika moyo wako. Kisha mwisho Sidna Ali asema walisti'dadu liyawmir rahili, mtu kujiandaa na siku ya kusafiri. Siku gani? Siku ya mwisho, siku ambayo kwamba hakuna anayejua kwamba mimi nitaondoka duniani siku gani. Mathalan ahbaba Rasulillah, umepewa ujumbe wa kwamba ndani ya wiki hii, siku yoyote yani, utakuwa na safari ya kwenda London, lakini hujaambiwa ni siku gani wala wakati hujaambiwa. Umepewa tu habari ya kwamba jiandae wewe siku yoyote ile, wakati wowote tutakushtua, tutakwambia ya kwamba uende London, kutakuwa na safari ya kwenda London. Mwanadamu kama wewe bila shaka utakuwa na maandalizi ya hali ya juu, utakuwa umejipanga. Wakati wowote wewe utakapoambiwa safari iko tayari, ushajipanga, uko tayari kuenda. Haya, vipi tumeambiwa ya kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakuja kuonja mauti, na hatujaambiwa ya kwamba ni lini, hatujaambiwa ya kwamba ni siku gani, ni wakati gani. Tunatakiwa tujiandae kwa namna ya hali gani ahbaba Rasulillah. Kwa hiyo Sidna Ali ameielezea taqwallahi kwa namna kama hii ya urefu zaidi ahbaba Rasulillah. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala yatuambia kwamba tumche yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, kisha waqulu qawlan sadida, na mseme maneno yaliyo sawa, maneno ya ukweli. Maasafi shadid, kuna matatizo makubwa katika mujtama. Leo imefikia hadi kwamba mtu hata ile kula kwake yuko tayari adanganye ndio apate tonge la siku, asipodanganya hatokula. Ni madhara makubwa katika mujtama ikiwa watu hawajali
yani yuko tayari adanganye ndio apate nini? Tonge lake kila siku. Mambo yatakuwa ni magumu, mambo yatakuwa hayaendi, kwa sababu tumeacha kushikamana na maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumeingia katika mambo ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametukataza nayo. Bali faida ya kaulu sadida, mtu kusema yale ambayo kwamba ni ya kweli. Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alaikum bisidqi, yatuambia kwamba tujitahidi, tujilazimishe kuweza kufanya nini? Kuzungumza ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, ukweli, ikiwa mtu atakuwa na tabia ya kuzungumza ukweli mara kwa mara, ukweli huo utamuongoza yeye katika kufikia yale ambayo kwamba ni mema, atafanya mema kwa sababu amejifungamanisha na kuzungumza ukweli. Wa innal birra yahdi ila aljanna, mtu ule wema ambao kwamba atakuwa anaufanya bila shaka utampeleka yeye kuingia katika janna ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, mtu hatoacha kuzungumza ukweli mpaka jina lake litaandikwa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba fulani bin fulani ni miongoni mwa wenye kuzungumza ukweli. Tuangalie Sayyiduna Abubakar, mpaka leo lakabi yake imebakia Abubakar Siddiq. Kwa sababu gani? Ukweli alokuwa nao na kumsadikisha bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahbaba Rasulillah, kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala asema ikiwa sisi tutajifungamanisha na takwa Allah, tutasema yale ambayo kwamba ni ya kweli, ni ya sawa. Mola asema yuslih lakum a'malakum, Mola Subhanahu wa Ta'ala atawatengezeni nyinyi mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Mola Subhanahu wa Ta'ala atawasameheni madhambi yenu. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yeyote atakayemtii Mola Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, faqad faza fawzan 'azima, hakika mtu kama huyo amefaulu, tena kufaulu kwa hali ya juu, maadamu atakuwa ni mwenye kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Haitoshi kwamba mimi namwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala kisha mambo ya mtume bana mimi sina haja nayo, utakuwa umekosea kufikia ile njia ya sawa. Bal watakiwa umtii Mola Subhanahu wa Ta'ala pamoja na bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Na katika kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallama kufanya kushikamana na zile sunna ambazo kwamba bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alizotuachia. Ahbaba Rasulillah, khutba yetu ya leo tungependa kuangazia, kuzungumzia jambo ambalo kwamba tukishikamana nalo vizuri itakuwa ni sababu sisi kupata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Na lau tukakosea, tukenda kinyume, tutajuta hapa hapa duniani na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ili tusije tukajuta hapa duniani na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na waomba mniazime nyoyo zenu pamoja na masikio yenu, tuelezane kiupana zaidi kwa kadri ambavyo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atakavyotujalia. Khutba yetu ya leo tukiongozwa na aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala anaosema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idjani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Ahbaba Rasulillah, Mola Subhanahu wa Ta'ala yasema kuna watu ambao kwamba watakuja kujuta mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala,
siku ambayo kwamba watawaona wenzao waenda peponi, wao watabakia kujuta na kusema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu, lau nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu, leo niko mahali mbaya. Waona yule, lau kama sio yule, wallahi mimi ningekuwa nami ni miongoni mwa wenye kuingia peponi, lakini kwa sababu ya fulani leo nimepata hasara mimi. Kwa hiyo usije ukajuta mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume asema katika suala kama hili watu watakiwa wawe makini, ni nani ambaye kwamba unayesuhubiana naye, ni nani ambaye kwamba atakayekuwa rafiki yako, ili iwe ni msaada kwako wewe hapa duniani na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume asema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu ahbaba rasulillah. Rafiki ni jambo kubwa sana. Rafiki yako atakuwa ni sababu yako wewe kushikamana na dini, ama ikawa ni sababu yake yeye kukuweka mbali na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume ameleka wazi swala kama hili kusema ya kwamba almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kuwa makini sana, tizama, chagua ni nani ambaye kwamba atakayekuwa sahiba yako, nani ambaye kwamba atakuwa rafiki yako. Chagua, falyanzur, kuwa makini sana. يقول أبو حامد الغزالي شيخ من الشيوخ ambaye kwamba tumtegemea sana, Al-Ghazali, Imam Ghazali Abu Hamid asema idha talabta rafiqan liyakuna sharikaka fi ta'allumi wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi 5 khisalin. Ewe mwanadamu, ewe ndugu yangu, ikiwa watafuta rafiki, watafuta sahiba ili awe ndiye mshirika wako katika mambo, katika masala ya kujifundisha elimu, ukiwa shuleni, ukiwa madrasa, wasahibaka fi amri dinika wa dunyaka, na awe ni sahiba yako katika mambo ya dini na mambo ya kidunia, fara'i fihi 5 khisalin, basi chagua kwa rafiki yako, zingatia kwa rafiki yako, angalia kwa rafiki yako mambo mangapi? 5 khisalin, mambo 5. Tutayazungumzia, tutayataja moja baada ya jingine. Peleleza kwa rafiki yako, je, haya mambo 5 anayo? Je, huyu yuafaa kuwa rafiki yangu? Alula, jambo la kwanza, kwa yule ambaye kwamba wataka awe rafiki yako, al-aqlu, akili. Angalia yule ambaye kwamba unayefuatana naye ama unayetaka kuwa rafiki yake, ako na akili? Fala khaira fi suhbati al-ahmaq, hakuna khairi yoyote utakaoipata kwa mtu ambaye kwamba hana akili. Hana akili, atakufanya nini? Atakushauri nini? Hana akili. Waqad yadhurruka wa huwa yuridu an yanfa'aka. Sasa angalia madhara ya kusuhubiana na mtu ambaye kwamba hana akili. Waqad yadhurruka wa huwa yuridu an yanfa'aka, anaweza akafanya jambo la kudhuru akidhania kwamba yakunufaisha. Ama hujaona mtu mmesudiana naye katika ile furaha, mtu yacheka mpaka kupiga konde nini? Kwa kieno ni furaha, ndio ya kuumiza. Waqad yadhurruka wa huwa yuridu an yanfa'aka, naweza kufanya jambo la kudhuru
akidhania kwamba yakunufaisha, kwa sababu akili hana. Qala sayyiduna Ali radhiallahu anhu, wala tashab akha aljahli. Sayyidina Ali asema usisuhubiane na mtu ambaye kwamba ni mjinga. Wa iyyaka wa iyyahu, na kutahadharisha wewe pamoja na yeye. Fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu, ni wajinga wangapi wamewaharibu warevu baada ya kwamba wamesuhubiana pamoja. Kushikamana na urafiki na mtu ambaye kwamba ni mjinga ni haraka sana kukuharibu wewe mwerevu, ni haraka sana kukuweka mahali mbaya, kwa sababu akili hana. Kisha Sayyidina Ali asema yuqasul mar'u bil mar'i idha ma huwa ma shahu. Angalia, mtu hupimwa kwa yule ambaye kwamba anayefuatana naye. Ukitaka kujua hadhi ya mtu, ukitaka kujua heshima ya mtu, angalia yule anayefuatana naye, angalia marafiki zake. Yani jitu zima, lakini marafiki zake watoto. Tukue kwenye kundi gani? Mtu ni sheikh, mtu ni alim, lakini marafiki zake wote ni wavipanga. Yuqasul mar'i bil mar'i idha ma huwa ma shahu. Ukitaka kumjua mtu, angalia yule ambaye kwamba anayefuatana naye. Kisha jambo la pili, Sayyidina Imam Ghazali asema ukitaka kushikamana urafiki na mtu, angalia husnul khuluqi, tabia njema. Huyo unayefuatana naye ako na tabia njema. Husnul khuluqi ina nafasi kubwa sana katika dini. Watu wengi wameingia kwenye Uislamu kupitia tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahbaba rasulillah. Sasa huyo unayefuatana naye, tabia zake vipi? Fala tashab man saa khuluquhu. Imam Ghazali asema usifuatane na mtu ambaye kwamba tabia zake ni chafu. Wa huwa alladhi la yamliku nafsahu 'inda al-ghadab wash-shahwa, mtu ambaye kwamba hawezi hata kumiliki nafsi yake 'inda al-ghadabi wash-shahwa, wakati akiwa na hasira, hata ukimkanya harudi nyuma, shahawa zake zikimpanda, hata kumwelezea vipi hakusikilizi. Huyo hafai kwa rafiki Sheikh. Husnul khuluq. وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله في وصية لابنه. Alqama katika abiyati zake asema wakati alipokuwa yamuelezea mtoto wake, lamma hadaratuhu alwafatu, kifo kilipomfikia huyo bwana, amwambia mtoto wake, faqala ya bunayya idha aradta an tashaba insanan fashab man idha qa'adat bika ma'unatun manaka. Ewe kijana changu, ewe mtoto wangu, ukitaka kusuhubiana na mtu, ukitaka kushikamana urafiki na mtu, fashab man idha qa'adat bika ma'unatun manaka, fatana na mtu ambaye kwamba ikiwa mambo kwako wewe yatakuwa yameenda kombo, yuko tayari kukuunga mkono, kukushika. Mambo kwako yanaharibika, yeye anakuwa ni msaada mkubwa kwako wewe. Kwa sababu nini? Husnul khuluq, tabia njema. Kuna watu watakuwa na wewe wakati ukiwa na senti. Mheshimiwa, mheshimiwa, subiri siku ukiishiwa. Subiri siku ikiwa huna senti. Wallahi watakukimbia wote, ndio utajua sasa rafiki wa kweli ni nani. Husnul khuluq, tabia njema. Kwa hiyo Alqama amemuhusia mtoto wake ya kwamba idha aradta an tashaba insanan fashab man idha qa'adat bika ma'unatun manaka, fatana mtu ambaye kwamba ikiwa siku kwako wewe zikienda vibaya, yuko tayari kukusaidia, kukushika mkono kama rafiki yake. Sayyidina Ali asema inna akhaka alhaqqa man kana ma'aka wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka
waman idha raibu zamani sadda'aka shattata fihi shamlahu liyajma'aka. Sayyidina Ali asema ndugu wa kweli, rafiki wa kweli, man kana ma'aka, ni yule ambaye kwamba yuko na wewe wakati wowote. Wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka, yuko tayari kuidhuru nafsi yake, wacha mimi niumie lakini rafiki yangu abaki salama. Angalia ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walikuwa tayari waumizwe wao, mtume abaki salama. Kuna watu utashikana na wao wakati wa raha, mambo yakiwa mabaya wanakukimbia. Kisa kimoja, hababa Rasulillah, sehemu za nyumbani kule kuna bwana ajulikana, mashallah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alimjalia kuwa na nguvu. Siku moja walipitia sehemu, kuna nyati mshiko na mtego ule. Nyati katika kaida yake akikata ile waya hujiregesha nyuma kwenye ile kipande cha waya kilichobakia. Mkiangalia madhania kwamba bado hajakata, kumbe nyati amekata. Sasa huyu bwana alikuwa na wenzake, walipoenda wakiangalia nyati hajakata, kumbe ashakata zamani. Sasa yeye kwa ule ushujaa wake, yeye kaida yake hung'ang'ana na nyati mpaka kumwangusha chini. Yuaenda sasa kwenda kumshika pembe nyati. Akienda alipomshika, kumbe kashakata kamba ile waya nyati. Aitana, jamaa shakata huyu nyati, njoni. Watu wamekimbia wote, panda mitini. Marafiki hao walimwacha peke yake, ameng'ang'ana, kang'ang'ana, alimshinda nguvu nyati, na hiyo ikawa ni sababu yake yeye kuweza kuaga dunia. Kuna funzo hapo, hababa Rasulillah. Kuna watu watakushajisha, nenda bana, nenda wewe, tuko na wewe. Kikiumana kila mmoja amekula kona, baki peke yako. Kwa hiyo, na hii yote yajengwa na husnul khuluq. Ikiwa mtu akona ufahamu wa tabia njema, hawezi kumfanyia mwenzake mambo kama hayo. Kwa hiyo Sayyidina Ali asema kuwa na mtu ambaye kwamba yuko tayari kuidhuru nafsi yake, yeye aumie lakini akunufaishe wewe rafiki yake. Waman idha raibu zamani sadda'aka shattata fihi shamlahu liyajma'aka, mtu ambaye kwamba ikiwa siku kwako wewe zikienda kombo, yuko tayari kutumia chake kukupatia, kukusaidia. Jambo la tatu, as-salah. Kwa yule ambaye kwamba unayefuatana naye, basi jaribu kuangalia, peleleza, je, huyu mtu ni mwema? Fala tashab fasiqan musirran ala ma'siyatin kabira, usiwahi kufuatana na mtu ambaye kwamba ni fasik, muovu. Kumeadhiniwa, subiri, si kumeadhiniwa sahihi, bado dakika 10 tutaenda kuswali, tumalize draft kucheza, bado muda huko kwa kimiwa. Si sahihi tu, raka ya kwanza bado, subiri, tutaenda kuswali. Adhuhuri imeenda, tutalipiza na alasiri. Alasiri kifika, mambo ni yale yale. Fasikan. Lao ukifuatana na mtu ambaye kwamba ni mwema, ukighafilika yakumbusha, ndugu yangu sala, ndugu yangu kuna kufa, ndugu yangu kuna kutoa sadaka, ndugu yangu kuna khairat. Suhubiana na mtu ambaye kwamba siku zote yuko na wewe kukusaidia katika mambo yako ya kidunia na ya kidini. Qala Allahu azza wa jalla, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Swahi kumtii mtu ambaye kwamba moyo wake umeghafilika kutokamana na utaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, yeye siku zote yuafuata hawaza nafsi yake. Arabi'a, jambo la 4 katika yale au matano tuliosema, alhirsu. Mtu akona pupa, hafai kuwa rafiki yako huyo. Fala tashab harisan ala dunya, siku zote yeye yuko mbio na dunia. Fa innahu, Imam Ghazali asema, fa innahu summun qatilun, huyo ni sumu tena yenye kumaliza haraka sana. Harisan,
mwisho wa siku hata wewe ataweza kuibia. Anapupa yeye Sheikh na dunia. Alkhamisa, jambo la tano, asidqu. Unayefuatana naye eleza kwamba huyo mtu je ana ukweli, je ni mkweli. Fala tashab kadhaban, usisuhubiane na mtu ambaye kwamba ni mrongo. Fa innaka minhu ala ghururin, hakika wewe siku zote atakuwa ya kudanganya tu, siku zote atakudanganya. Kufuata rafiki yangu bana, wajua jana hatokula, wajua mtoto wangu ni mgonjwa, wajua kuna mamangu ataka hiki na hiki, akudanganya. Kumbe anda kufanya maasi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa usiwahi kufuatana na mtu ambaye kwamba ni kadhaban. Katika masala haya Mtume asema mathalul akhawaini mathalul yadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra, mfano wa ndugu wawili, marafiki wawili ni mfano wa mikono miwili. Mkono huu unaosha mkono huu mwingine. Lakini ikiwa mtu siku zote wewe wamuosha yeye tu, hakuna siku hata moja amekuosha wewe, hafai huyo. Hakuna siku hata moja alokusaidia wewe, huyo hafai kuwa rafiki yako. Ahbaba Rasulillah, i'lamu inma sharru kulluhu min al-ma'arif, tambueni ya kwamba shari nyingi, shari zote zatokamana na wale ambao kwamba unaowajua na wanaokujua. Angalia hata ndoa nyingi zavunja na marafiki zetu. Wakati mwingine kina mama kuibiana waume, haja ukuelezea kasoro za mumeo, mumeo ni hivi na hivi na hivi na hivi, kumbe amtaka yeye, na wanaume pia mambo ni yale yale. Kwa hiyo shari nyingi zatokana na yule ambaye kwamba anayekujua, wamchukulia kama rafiki yake, wamchukulia kama rafiki yako. Yajua nyumbani unaingia saa ngapi usiku, asubuhi unatoka saa ngapi, ukitoka kumbe ameenda nyumbani. Asikia wallahi mimi nilikuwa namchukulia kama rafiki yangu, namchukulia kama rafiki yangu. Ashakumaliza, umekosea kuchagua wewe, usije ukajuta. Wallahi siri zangu zote nimempatia yeye bana kama rafiki yangu. Ndiyo sawa, lakini umekosea, hukuchagua rafiki mzuri ambaye kwamba anamuogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Siri zako zote yuko nazo. Angalia siku mkikosana anaziweka kwenye mitandao fulani. Si maona mambo ya siasa, tulikuwa pamoja bana, kwa hiyo unajua ABC mpaka mwisho, hanaambia chochote yule. Mimi tulikuwa pamoja miaka mingi sana. Tuchague watu ambao kwamba watakuwa na sisi Sheikh hata wakati mambo yakiwa mabaya. Imam Ghazali asema kuelezea watu hao wanafiki, yacheka mbele yako lakini kumbe ndani ya moyo hatari. Asema dhahiruhum thiyabun wa batinuhum dhiabun, nje yao wanaonyesha kwamba wamevaa nguo kwa sawa kabisa, anakuonyesha tabasamu, kumbe wa batinuhum dhiabun jamu dhib, kumbe ndani ya nyoyo zao nyumba mwitu. Mtacheka cheka hapo ukiondoka tu na nini yule analote ya kuonyesha urafiki, kumbe si rafiki, ni mnafiki. Shair asema tukimalizia, ihdhar aduwaka maratan, chukua tahadhari. Yani mtu amjua kabisa huyu ni adui wangu, ana afadhali huyu, muogope tu mara moja, kwa sababu wajua kabisa moja kwa moja fulani ni adui wangu. Lakini wahadhar sadiqaka alfa marra, chukua tahadhari kwa huyo ambaye kwamba wadai kwamba ndiye rafiki yako, ogopa mara 1000. Kwa nini? Fala rubbama inqalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarra, huenda ule urafiki ukageuka ukabadilika, akawa yeye ndiye mstari wa mbele kabisa ukudhuru, kwa sababu yajua nyanja zako zote, njia unaotoka asubuhi unaorudi nao jioni, yajua. Ule urafiki ukiharibika tu ni haraka sana kudhuru yeye. Kwa hiyo ahbaba Rasulillah, tusije tukajuta katika mambo yetu, maisha mafupi ya hapa duniani na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, tukisema ya kwamba ya wailata laitani
lam attakhidh fulanan khalila. Usije kujuta mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kusema kwamba laiti yangu bana nisingelimfanya fulani yule kwa rafiki yangu, hakika amenipotosha, amenika mbali na utaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuchague marafiki wazuri ambao kwamba watakuwa ni msaada katika maisha yetu ya kidunia na mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.